Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni za lugha ya Kiarabu, ziko tofauti na herufi alfabeti ya lugha ya Kiswahili ambazo ni 24, na ziko na utofauti na alfabeti na herufi za lugha ya Kiingereza ambazo ni 26. Herufi za abjad zimegawanyika katika makundi manne na kila kundi moja liko na herufi 7. Kundi la kwanza la herufi za abjad limegawanyika katika asili ya moto, na kundi la pili limegawanyika katika kundi la asili ya udongo, na kundi la tatu limegawanyika katika kundi la asili ya upepo, na kundi la nne limegawanyika katika kundi la asili ya maji. Je, ni herufi gani ya abjad ambayo nakuletea hapa? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe chaneli yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na siri nzito ya herufi twe. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kuondosha roho chafu katika nyumba yake au katika mwili wake, au kwa yule mtu anayehitaji kuwarejesha majini wake wenye kheri, majini ambayo huwa wanampa msaada lakini wale majini wamefungwa, hasa kwa madaktari wa tiba asilia. Ukihitaji kuwarejesha majini wako waliyefungwa katika himaya yako, katika mamlaka, unachotakiwa kukifanya, isome herufi hii ya twe wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama kwa siku 7 mfululizo, huku unatiania kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika kwa idhini yake Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale mapepo machafu, zile roho chafu katika mwili wako na katika nyumba yako, kama utasoma kwa kukusudia kuwaondosha, basi hakika utakuwa ni wenye kutoweka. Na kama utasoma kwa manuizo ya kurejesha majini wako wenye kheri, hasa kwa yule mganga, basi wale majini watarudi kwa haraka zaidi, na wale majini waliofungwa basi watafunguka. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kumfanyia kinga mwanaye au kumwondoshea uchawi mtoto wake katika mwili wake, andika herufi hii ya twe mara 37 kupitia dhafarani pamoja na miski wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama. Kisha wakati unaiandika uwe unasomea majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu: ya Qawi, ya Mumit, ya Matin, ya Muhaimin. Ya Qawi, ya Mumit, ya Matin, ya Muhaimin. Utairudia mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika tarasimu yako. Kisha iloweke katika maji, tafuta sehemu ambayo ni safi, kisha mkogeshe mwanao, na tarasimu hii pia maji yake kidogo mpatie anywe. Hakika fanya mwendelezo kwa muda wa siku 7. Kama mwanao alikuwa anasumbuka na vita ya kishetani na vita ya kichawi, basi hakika utamkinga, hataweza kulogeka, na pia ataondokana na uchawi wote uliopo katika mwili wake, na maanisha sihiri ya kijini pamoja na sihiri ya uchawi wa watu. Haya ni maajabu ya herufi twe. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kuifanya biashara yake iwe na mvuto, iwe na wateja wengi sana, iandike herufi twe mara 556 katika karatasi nyeupe
Kisha isomee herufi twe mara 6666 hiyo tarasimu yako. Kisha nenda ifanye kama ni azma, kaitundika katika biashara yako. Hakika kwa idhini yake Allah wateja watakuwa ni wengi sana sana sana. Haya ni maajabu na siri nzito ya herufi twe. Kwa yule mtu anayesumbuka na ndoto mbaya pamoja na jini mahaba, anahitaji kuondosha ndoto mbaya katika maisha yake anazokuwa anaziota na kumwondosha jini mahaba katika mwili wake, andika herufi hii ya twe mara 25, kisha ifanye kama azma, iweke michagoni. Hakika kwa idhini yake Allah ndoto mbaya zitakuwa ni zenye kutoweka na jini mahaba atakuwa ni mwenye kukimbia, hataweza kukukumba tena. Na kwa yule mtu anahitaji kuongeza kumbukumbu, amekuwa ni msaulifu, anapoteza fahamu, au mtoto ambaye anapoteza fahamu, yani anashindwa kuwa na ufahamu shuleni, iandike herufi hii ya twe kupitia dhafaran pamoja na miski mara 666, kisha somea majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Malk, ya Kudus, ya Malk, ya Kudus. Kisha hiyo tarasimu iloweke katika maji, tumia kunywa. Hakika kama ulikuwa unapoteza kumbukumbu, basi utakuwa ni mtu mwenye kumbukumbu. Na kwa yule mtu ambaye amepoteza ufahamu wake wa akili, pia kutumia kunywa kombe hili kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika kumbukumbu yake itakuwa ni yenye kurejea. Haya ni maajabu ya herufi twe. Ukihitaji kumwachanisha mke au mume mzinifu au mtoto mzinifu, unahitaji kumwachanisha na tabia mbaya ya uzinifu, au unahitaji kumwachanisha mtu na unywaji wa pombe, au unahitaji kumwachanisha mtu na uvutaji wa sigara, aache kabisa. Hakika iandike herufi hii ya twe, tengeneza tarasimu yake, iandike mara 99 katika siku ya Zuhrat, siku ya Ijumaa, baada ya ibada ya alasiri. Wakati unaiandika mara 99, utakuwa unasoma utajo huu, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika tarasimu yako kupitia dhafarani pamoja na miski. Kisha iloweke katika maji, mpatie yule mtu mdhinifu, unahitaji kumwachanisha na uzinifu, au yule mtu unahitaji kumwachanisha na pombe, au yule mtu unahitaji kumwachanisha na uvutaji wa sigara. Iloweke katika maji, itakapokuwa imeyayuka, mwekee aidha katika kinywaji, aidha katika chakula kwa manuizo. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule mtu ataacha tabia mbaya ya uzinifu, ataacha na unywaji wa pombe pamoja na uvutaji wa sigara. Kama unahitaji kumwachisha mtu pombe au kumwachisha mtu uzinifu au kumwachisha mtu na swala zima la uvutaji wa sigara katika njia za siri, na hutaki yeye mwenyewe hafahamu kama wewe ndo umefanya kazi hiyo ya kumwachisha, au una wasiwasi kwamba huyu nikimpatia kombe kunywa hataweza kunywa, au yule mtu yuko mbali, unahisi kwamba kumfikia inakuwa ni vigumu zaidi, sawa tafuta nguo yake ambaye ametoka kuivaa yenye jasho, ambayo haijafuliwa kabisa, iandike herufi ya twe mara 666, kisha nguo hiyo, na maanisha iandike nguo yake yeye mwenyewe aliyevaa, ambayo inahitaji kumwachisha uzinzi, pombe pamoja na uvutaji wa sigara. Nenda kaizike katika kaburi. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataachana kabisa na uzinzi pamoja na pombe pamoja na uvutaji wa sigara. Haya ni maajabu ya herufi twe. Na herufi twe ina uwezo pia ya kumwadhibu adui na kukausha mazao yake, lakini hii sitoweza kuifundisha, ni hatari sana. Ina uwezo kukausha mazao ya adui
yale ambayo ameyalima. Haya ni maajabu na siri nzito ya herufi twe. Ukihitaji kumwona Mtume Muhammad mtukufu wa daraja, kiumbe bora kuliko viumbe vyote ulimwenguni, iandike herufi hii ya twe katika siku ya Atwardi, siku ya Jumatano baada ya ibada ya alasiri, iandike mara 95. Wakati unaandika mara 95 kupitia dhafarani pamoja na miski, utakuwa unasoma utajo huu: ya Aliyu ya Qudus, ya Aliyu ya Qudus, mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika tarasimu hiyo. Hakika iliweke katika maji, tumia kunywa kwa muda wa siku 14. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia kumwona mtukufu wa daraja Mtume Muhammad, na utakapokuwa umemwona basi hakika usimwadithie mtu wa aina yoyote, sawa Na kisha ukihitaji kuwa na mvuto zaidi na zaidi, kuwa na heshima, kuwa na utii kwa watu, uwe ni mtu mwenye kufanikiwa kila unachokifanya, tumia tarasimu hiyo pia kukoga katika pahala penye tohara. Ukihitaji kuwa ni mtu mwenye nuru, uwe ni mtu mwenye kuheshimika na watu wa kutii, basi tumia tarasimu hiyo pia kunywa na kukoga katika sehemu safi. Hakika kwa idhini yake Allah watu watakutii na watakuheshimu kila kona dunia utakayopita, na utapata nuru pamoja na utukufu. Na ukihitaji kuifanya silaha yako, upanga wako uwe ni wenye shabaha, au silaha yako iwe ni yenye shabaha, iandike herufi hii ya twe mara 29 katika upanga, aidha katika silaha yako. Basi hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakapokuwa katika uwindaji wako, aidha katika wanyama, basi utakuwa ni mtu mwenye shabaha kali sana, na hata ule upanga wako pia utakuwa ni upanga mkali sana. Haya ni maajabu na siri nzito ya herufi twe. Ukihitaji adui yako akuogope, akutii na kuheshimu na akupende, iandike herufi hii ya twe kupitia dhafarani pamoja na miski mara 90. Wakati unaiandika, wakati mzuri wa kuandika ni wakati wa jua kuchomoza, wakati wa jua kuzama. Kisha nenda katika uwanja wa adui yako, iliweke ile tarasimu, mwaga yale maji. Hakika yule adui atakutii na kukuheshimu na pia atakupenda. Na kama utaona ni mbali kufika kwa adui yako na unamfahamu, basi amka usiku pale nyota zinapokuwa zimetoka, soma herufi twe mara 900, tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika adui yako atakuwa na kuogopa na atakuheshimu na atakutii na atakupenda, hatofanya tena uadui kwako. Haya ni maajabu ya herufi twe. Ukihitaji kuondokana na maisha ya dhiki pamoja na maisha ya mitihani, uwe ni mtu mwenye bahati, uwe ni mtu mwenye mvuto, uwe ni mtu mwenye riziki nyingi sana, riziki zisizo zinakupita, iandike herufi hii ya twe mara 90 kupitia wino mwekundu katika siku ya Mushtara, katika muda wa ibada ya Isha. Wakati unaiandika tarasimu hiyo ya herufi twe mara 90, utakuwa unasoma utajo huu mpaka utakapokuwa umemaliza: ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kisha tembea nayo katika wallet. Hakika riziki itakuwa haikupiti, utakuwa ni mtu mwenye bahati, ni mtu mwenye mvuto, ni mtu mwenye kupendwa, na utakuwa ni mtu ambaye pesa hazikauki katika mkono wako. Haya ni maajabu ya herufi twe. Ukihitaji kumponya mgonjwa ambaye anasumbuka na maradhi sugu yaliyoshindikana, kila akitumia dawa ugonjwa unakuwa hauponi na wala hauondoki. Ukihitaji kuondosha ule ugonjwa,
Andika herufi hii ya twe kupitia dhafarani pamoja na miski katika karatasi nyeupe katika siku ya Merikh, siku ya Jumanne, katika muda wa alasiri. Sawa Iandike mara 9, kisha pembeni yake andika jina la mgonjwa, jina lake na jina la mamake mzazi. Andika Hatam Suleiman, saini ya Hatam Suleiman kwa pembeni yake, kisha loweka katika maji. Patia mgonjwa anywe kwa muda wa siku 7. Hakika kwa idhini yake Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ugonjwa utakuwa ni wenye kutoweka. Na pia ukihitaji kuwa na mvuto wa kupendeka na kuheshimika, tumia tarasimu hiyo hiyo kukoga katika sehemu safi pamoja na kunywa kwa muda wa siku 14. Hakika utapendwa na kuheshimika kila kona dunia utakayopita. Haya ni maajabu ya herufi twe. Kwa yule daktari anayehitaji kumponya mgonjwa wake, lakini mgonjwa huyo anasumbuka na vita za kichawi na vita za kishetani, na unahitaji kumkinga ili aweze kupona na asidhurike na vita hizo za kichawi na za kishetani, iandike herufi hii ya twe katika karatasi nyeupe. Utengeneze azma, iandike mara 9 katika karatasi tofauti katika siku ya Mushtara, katika muda wa asubuhi, wakati wa jua kuchomoza. Karatasi moja mfungie mgonjwa wako katika mkono wake wa kulia. Hiyo itakuwa ni azma, itakuwa ni kinga ya kumkinga na vita za kichawi na vita za kishetani. Na zile karatasi zingine 8 mpatie mgonjwa wako, ziliweka katika maji, atumie kunywa na kukoga katika sehemu safi katika siku 14. Hakika kwa idhini yake Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale maradhi yatakuwa ni kuondoka kwa mgonjwa. Haya ni maajabu ya herufi twe. Kama unavyoiona hapa, hii ni ofisi yangu Daktari Musa. Nina kila aina za dawa mbalimbali. Kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota, na dawa za kuondosha nuksi ambazo zinakuandama katika maisha yako, na unahitaji pia kuwa mtu wa mafanikio, na pia nina kila aina za dawa za kutibu maradhi mbalimbali, na pia unahitaji pete za bahati, pete zenye ufalme wa kuendana na nyota yako, za kufanya uwe ni mtu wa mafanikio, au unahitaji pete za majini, pete zilizofanywa kafara za viumbe mbalimbali. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa navyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au mbaba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592, na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe
na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.